Karibu vita zote duniani katika kipindi hiki ambacho tumekishuhudia kwenye mizozo mbalimbali kuwa imekuwa vita ya propaganda zaidi, vita inayopigwa kwenye mitandao zaidi, au vita inayopigwa kwa kusukuma washabiki zaidi. Ukianza vita za nyuma hapa, vita za nyuma mfano za Iraki na vita za Afghanistan zilikuwa propaganda kubwa inapigwa kwenye vyombo vya habari. Ilikuwa ni radio na television ndio zilikuwa zinagonga propaganda. Tofauti na vita za sasa ambapo mitandao imekuwa ni sehemu kubwa sana ya kupiga propaganda kwa kiwango kikubwa. Vita ya Urusi na Ukraine tulishuhudia propaganda kubwa ikizidi. Sasa tukaona vita ya Israeli na Hamas na yenyewe ikawa hivyo hivyo. Propaganda za pande zikawa kila mmoja anataka kujaribu kutuaminisha kuwa yeye anachokifanya ni sahihi ukilinganisha na mwenzake. Vita iliyovunja rekodi ya propaganda ilikuwa ni vita ya India na Pakistan ya mwaka jana. Propaganda zilikuwa zimevuka kilikuwa kiwango cha hali ya juu sana. Vita ambayo imeshusha kiasi propaganda na hii ni kwa sababu ya jiografia na maeneo ya hali halisi na maslahi yenyewe. Ni vita ya Sudani ambayo inazo propaganda lakini hazijafika kiwango cha propaganda za vita nyingine. Vita hii ya sasa ya Irani na Amerika, Israeli na wengine, na yenyewe ni moja ya vita kubwa ambayo imetuingizia propaganda nyingi kabisa, na upikaji wa taarifa umekuwa mkubwa sana. Tunafahamu kuwa mfano utasema kwenye hili Israeli wao ni wazuri wa kudhibiti taarifa kuanzia hapo mwanzo. Hata kwenye mzozo wa Gaza tu walikuwa wamedhibiti sana taarifa zisiweze kutoka katika kila madhara ambao wamekuwa wakiyapata. Hata kwenye mzozo wao wa kwanza na Hezbollah walijitahidi sana kudhibiti yale yaliyotokea. Kwenye mashambulizi ambayo yaliwahi kufanyika mwaka juzi katika kile ambacho Irani walisema Promise 1, Promise 2 and Promise 3, hali kadhalika taarifa zilifichwa. Kama una kumbukumbu vizuri utakumbuka mzozo uliopelekea kwenye ile kashfa ya Qatar Gates, ambayo kashfa hii iliwahusu maafisa wa karibu wa Netanyahu ambao wanatajwa kuwa walikuwa wakilipwa fedha na Qatar. Fedha hizo walikuwa wanalipwa kwa sababu tu walikuwa Qatar ilitaka mazungumzo yote yanayohusu mgogoro au yanayohusu Gaza yafanyike kwao ili Israeli ipeleke yale mazungumzo pale. Yani walikuwa wanaitaka hadhi katika njia ambayo wanajua. Hiyo ni kashfa ya Qatar Gate ambayo maafisa kadhaa wa Israeli wamekuwa wakishikiliwa mpaka leo wanahojiwa, ambao ni wafuasi wa karibu wa Netanyahu. Lakini wakati wanawashikilia maafisa katika kesi ya Qatar Gate, Netanyahu alishutumu jeshi la Israeli la polisi ndani akisema kuwa kwa nini wanawashikilia watu wao, na akauliza kuwa kina nani walivujisha taarifa za mashambulizi ya Iran. Kuna taarifa zilichapishwa, nadhani ilikuwa kwenye Washington Post au the New York Times, na gazeti moja la Ujerumani, nimelisahau jina, lilichapisha kuonyesha madhara halisi ya Iran aliyofanya ndani ya Israeli ambayo yalikuwa yamefanywa ni siri. Kwa hiyo Netanyahu wakati huo aliwauliza kuwa kwa nini hawa watu waliovujisha taarifa hizi hawajakamatwa au wameenda kukamatwa wafuasi wake ambao walikuwa kwenye kashfa ya Qatar Gates. Kwa hiyo unaweza ukaelewa maana halisi ya ufichaji wa taarifa, kuwa taarifa zinaweza zikawa zimefichwa. Mfano nitakwambia, Israeli jana imetujulisha kuwa majeruhi kwenye wiki moja takriban wamefika 1837. 1837. Vifo inavyovitaja ni vifo vya watu 10. Watu 9 walikufa pamoja Beit Shemesh katika shambulizi moja. Watu 9 walikufa kule Beit Shemesh, mmoja alikufa sehemu nyingine. Sasa kwa akili yako tutumia kuwachukua 1800 katika mashambulizi yote yaliyoelekezwa ndani ya Israeli. Shambulizi moja liliua watu 9 na shambulizi jingine likaua mtu mmoja. Mashambulizi mengine yote hayajaua mtu mmoja. Unaielewa hiyo taarifa? Ni katika kile ambacho unaweza ukasema kuwa mwendelezo ule wa kuficha taarifa. Namba ya vifo ndani ya Irani inasoma juu ya 1300. Majeruhi ni wengi, wamekuwa wakichapisha taarifa zao kama kawaida zilivyo. Kuna mengi yanaendelea, lakini kikubwa ni kuwa huenda Irani wakamtangaza mrithi wa Khamenei. Nadhani si muda sana, kutokana na vyanzo ambavyo vinaonyesha vyombo vya habari kuwa nani atafata, licha ya kuwa Donald Trump alisema kuwa ni lazima ashirikishwe katika kumchagua kiongozi mpya ajaye wa Irani. Nadhani Irani walimkejeli wakamwambia, kama ulishindwa kushawishi meya wa New York, sidhani kama una haki ya kuteua kiongozi kutoka ndani ya Irani. Kama ulishindwa ndani ya Marekani, unajua uchaguzi wa meya wa New York ulivyotokea,
mwaka jana. Mnakumbuka mvutano ulivyokuwa kati Adam Kouma na pamoja na Zohran Mamdani, ambapo Donald Trump alimuunga mkono kabisa Adam licha ya kuwa alikuwa hatokani na yeye, ambao baada ya kushindwa kwenye chama cha Democrat aliamua kugombea kama mgombea binafsi. Donald Trump alimuunga mkono, lakini si tu kumuunga mkono. Donald Trump aliwaambia wapiga kura wa New York kuwa ikiwa mtamchagua huyu Zohran Mamdani ambaye ni mzaliwa wa Uganda, Muhindi, basi tutakata usaidizi katika jiji la New York, hamtopata chochote. Aliwaambia hivyo Donald Trump, lakini naona hali ikawa tofauti na Mamdani akashinda. Lakini Irani waliendelea kukejeli kauli ya Donald Trump, kumwambia kuwa genge la Epstein haliwezi likaamua kuhusu kiongozi gani atayekuja Irani. Yaani wanakusudia kuwa waliotajwa kwenye faili za Epstein wana hadhi gani ya kuwa waamuzi wa kiongozi ajaye wa Irani. Larijani anasema US allies fail to designate Iran. Unajua hili limekuwa ndio swali la kuwa Marekani anakwenda kwenye vita kwa muda gani, kwa wakati gani, kwa kutimiza lipi? Ukisikiliza vyombo vya habari au ukisoma kama mfano Access News, nilizungumza kwenye taarifa ile iliyopita kuwa wana plani za kuingia ground kwenda kwa ajili ya kuchukua zile urani ambazo zimerutubishwa kilogramu 400. Marekani na Israel wanapanga plani, yani waweke kikosi maalum waingie Irani. Lakini unaona kuwa kwangu mimi naona kama unapeleka, yani unatangaza ndoa hali ya kuwa hujaposa wala hujalipa mahari wala huna mchumba. Inaweza ikawa hivyo tafsiri kuwa vipi unaweza ukatangaza kwa kiwango hiki? Nilikuwa nimesoma chapisho moja lilikuwa kwenye ngoja nione, nadhani ilikuwa ni kwenye Washington Post. Ilikuwa ni kwenye Washington Post. Hii taarifa ili anasema tathmini ya siri iliyofanywa na Baraza la Kitaifa la Ujasusi la Marekani inahitimisha kwamba hata shambulio kubwa la kijeshi la Marekani haliwezi kuangusha mfumo wa kisiasa na wa kijeshi wa Irani. Ripoti hiyo ilinukuliwa na vyanzo vitatu vilivyofahamu hati hiyo. Inapinga madai kwamba Washington inaweza kuondoa uongozi wa Irani na kufunga haraka serikali na kuhakikisha kuwa inaweka serikali mbadala. Yes, kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye Washington Post, inasema kuwa uchambuzi huo unasema kwamba hata kama kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei atauawa, taasisi za kijeshi na za kikasisi zilizojikita katika Jamhuri ya Kiislamu ya Irani huenda zingeendelea kuwa imara kupitia mfumo iliyoanzishwa ya urithi. Maafisa wa ujasusi pia walitathmini kwamba upinzani uliogawanyika wa Irani hauna uwezo wa kunyakua madaraka baada ya shambulio lolote hilo. Taarifa hii inaenda kukubaliana na kile alikizungumza Marco Rubio, waziri wa kigeni wa Marekani, kabla ya mzozo. Wakati wa mazungumzo, nadhani aliwahi kuhojiwa, akasema kuwa ni vigumu kufanya mazungumzo na Irani. Kwa sababu ya ugumu wa kufanya mazungumzo na Irani, ugumu wake ni kuwa hii mifumo ya Irani ilivyosetiwa haifanyi maamuzi kwa mtu mmoja. Ni mfumo uliosetiwa unakwenda kufanya kazi hatua kwa hatua. Yani hawa watu wako solid. Taarifa hii inasema kuwa hata kama itatokea ambush ya kutikisa serikali, kutikisa IRGC, upinzani uliopo ndani ya Irani umegawanyika, yani umegawika, hauna nguvu ya kuchukua mamlaka, hauna nguvu ya kureplace hiyo nafasi. Unapozungumzia kuhusu mabadiliko ya utawala ndani ya Irani ni kama umekwenda mbali sana, kwa sababu kuna vitu viko mwanzo kabisa unakuwa umevikwepa sana, lakini wewe unakuwa umekwenda mbali sana kufikia hivyo. Hivi kila siku mnanitazama hapa, mnatamani niendelee kuongea nikiwa hapa kila siku au niendelee kuongea nikiwa ndani ya gari yangu? Hamjawaza kuhusu kuwa tunatakiwa tuwe tuna studio zetu? Haujawaza kuwa tunatakiwa tuwe tuna podcast ili tuzungumze? Nafahamu watazamaji wangu na wafahamu mnaonisikiliza, watu wa maisha ya kati, watu wa maisha ya juu, watu wa maisha ya chini, matajiri, viongozi, sijui karibu wengi na najua mnanitazama kwa sababu namba ya viewers naiona. Haya, leo baada ya hili andiko kuliweka, chini ya andiko langu nitaweka namba ya simu ya WhatsApp ya kwangu. Please, tunahitaji kubadilika kutoka kuzungumza tukiwa majumbani, tunahitaji kuzungumza kutoka kwenye gari, na tunahitaji studio kamili hivi sasa. Mchango wako ni muhimu sana kwa hili. Unafahamu vifaa vya kazi hii ni ghali sana.
Kwa hiyo ukishika huku na huku, kama inakuvutia hii na hizi habari unatamani uzipate na uwasikie kina Rahby wengine wengi zaidi, ni wakati wako hakutushika mkono sasa, angalau tuweze kupiga hatua. Nitaweka namba ya WhatsApp kwa sababu kwa sasa kwa simu ya kawaida na kuwa sipatikani. Nitaweka namba ya WhatsApp kwa yeyote ambaye atakaona kuwa ana haja ya kufanya hilo, anaweza akawasiliana na tukakupa maelekezo jinsi gani ya kutufikishia chochote, ili tuweze kutengeneza na sisi studio zetu nzuri ambazo zitazalisha kina Rahby wengine wengi zaidi ambao watakuja kuzungumza, na isiwe mimi tu, kwa sababu kuna wakati nakuwa na dharura na watakuja kuzungumza wengine. Ni lazima tuzalishe watu, haiwezekani kuwa mtu mmoja akae anazungumza yeye kila siku, lazima tuzalishe watu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye utaguswa na hili, basi mimi nitaweka namba ya WhatsApp chini ya andiko, naomba unitumie message na nitakupa maelekezo. Hiyo namba itaingia moja kwa moja kwenye simu yangu mimi na tutakuwa tumewasiliana. Naendelea na kile ninachokuambia kwa yale yanayoendelea. Yes. Kuna kitu kimoja na kuna andiko moja nililisoma jana, hii taarifa na kusomea. Jana Senator Elizabeth Warren wa Massachusetts alirudi kutoka kwenye kikao na mkutano wa siri katika ikulu ya White House, akitafuta maelezo ya wazi kuhusu matukio yanayoendelea kule Asia ya Magharibi. Unapozungumza Asia ya Magharibi, ndio eneo kubwa la Mashariki ya Kati, na jinsi Marekani inavyokusudia kukabiliana nayo. Aliporudi kutoka kwenye kikao hicho cha siri, alirekodi video fupi ofisini kwake na akaichapisha kwenye mtandao wa X. Katika video hiyo, Warren alisema kwamba inaonekana Marekani, hasa Donald Trump, hana mpango na hana mkakati kutoka kwenye vita hivi vinavyoendelea, na kile kilichodhaniwa kuwa mwanzo mbaya wa Marekani kwa kweli ni kibaya zaidi na cha kuangamiza zaidi. Jinsi alivyoandika, anasema mauaji ya mamia ya watoto wa shule za msingi huko Minab, Irani, yanatokea wakati huo huo na mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yamesababisha vita vya kikanda wakati huu. Marekani na mataifa ya Ghuba kwa sasa yanayumba. Ikiwa vita hivi vitaendelea, hawatapata hasara tu, watakabiliwa na uharibifu kamili. Sijui tunaelewana? Kuna kile ambacho Donald Trump amehojiwa na wanahabari kuhusu vifo vya watoto. Akasema kuwa vifo hivyo vimetokea kutokana na mashambulizi ya Irani, wenyewe wameshambulia. Taarifa ya vifo vya watoto wa Irani imetoka asubuhi, wakati sambamba na mashambulizi ya kwanza, kabla Irani hawajajibu. Kwa hiyo majibu ya Donald Trump yanakuja kwenye swali la huyu mwanamama kuwa hana mkakati wote na haelewi lolote anachokifanya. Sasa mtazamo wa mwanahistoria wa Kichina ambaye anamiliki uraia wa Canada kuhusu mgogoro. Kama ulikuwa hujamjua huyu bwana Profesa Jiang, huyu ni mwanahistoria wa Kichina ambaye anamiliki pia uraia wa Canada, ambaye yeye alianzisha ile dhana ya historia ya utabiri. Amekuwa maarufu sana hivi sasa kwa sababu aliwahi kutabiri baadhi ya vitu. Yeye aliwahi kutabiri, anasema anatumia historia ya ustaarabu na mbinu ya kijiografia kusoma mustakbali, na utabiri wake wa mwaka 2024 alisema kwamba Donald Trump atarudi madarakani, na akasema vita vitazuka kati ya Marekani, Israeli na Irani, na vitu vyote vimetokea. Alizungumza 2024. Kama hujamfuatilia huyo Profesa Jian, yeye anachambuaje kuhusu hali ya sasa? Yeye anasema hivi: ninaamini matokeo yake yanaendana zaidi au kidogo na kauli za Elizabeth Warren. Marekani haina njia ya kutoka baada ya kuanguka katika shimo lililo hatari. Yaani Marekani haina baada ya kuanguka kwenye shimo ambalo ni hatari. Kulingana na Jian, anasema mataifa ya Ghuba yataanguka pamoja. Yaani anakusudia kusema Bahrain, UAE, yani Dubai na Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, zote anasema zote ni nchi bandia zisizo na historia na hazina utamaduni wa kiakili ulioundwa na mamlaka ya kikoloni. Anasema hizi nchi zitaanguka kwa sababu ni nchi bandia ambazo hazina historia, hazina utamaduni. Anasema ziliundwa kutokana na akili na mamlaka ya kikoloni. Anasema ni majimbo bandia tu yaliyowekwa kwa sababu ya petroli, yalijengwa juu ya mchanga. Chakula na maji yao ya kunywa yanatolewa kuagizwa kutoka nje ya nchi.
majangwa haya makavu yalibadilishwa kuwa maeneo na majengo, yakajengwa majengo marefu yanayokaliwa zaidi na wageni, huku raia wao wachache wakiwa hawana roho ya kupigana au ya kupinga. Nguvu kazi nzima huko inatoka India, Pakistan, Bangladesh na Ufilipino. Sijui umeelewa? Anasema nchi nyingi zilizostawi kwa hivi karibuni ni nchi bandia ambazo zimetengenezwa tu na washirika hao wa Ulaya. Kwa hiyo hizi nchi hazina asili ya utamaduni. Yaani watu wake hawana ile mioyo au ule ushujaa wa kusema kuwa wana ile uzalendo wa kupigania mataifa yao, kwa sababu nguvu kazi inayofanyika katika hayo mataifa yote imenunuliwa kutoka nje, ima India, Bangladesh, Philippines na nchi zingine ambazo zinaingiza watu kwa ajili ya kufanya kazi. Sasa anaendelea kusema hii ni tofauti sana ikilinganishwa na Irani. Irani ni nchi ambayo si kubwa tu, bali ni yenye milima, yenye ardhi yenye rutuba, historia yake ya kale na ustaarabu wa miaka elfu kadhaa wenye utamaduni tajiri wa kielimu. Irani ni nchi halisi. Watu wake wengi ni Washia ambao roho yao ya kupigana ni ya ajabu. Vikwazo vya kiuchumi haviwazuii, kwani wamezoea njaa wakati wa Ramadhani, kama wakiona kuuawa kama ni lengo lao kuu. Yaani wao wanaona kuuawa ni lengo lao kuu. Anasema mabomu hayawashindi, kwani wao ni Washia na wamezoea kukandamizwa na kuuawa, wakiona kuuawa kwamba kwao ni lengo lao kuu. Irani pia inadhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, njia ya kimkakati ya meli ambazo 20% ya mafuta duniani yanapita. Anachokusudia kusema kuwa ni vigumu sana kufananisha kuwa hali walizonazo wa Irani, yani ule uirani walionao ndani ya mioyo yao, ukilinganisha na mataifa ya Ghuba yaliyojengwa miaka ya karibuni kupitia tu wakoloni wao kuwa tunataka tujenge mataifa gani. Nguvu ya kijeshi ya Irani pia haiwezi kushindwa. Ndege zisizo na rubani za Irani ambazo zimejengwa kwa bei rahisi kabisa, hawana vifaa vya kisasa sana kutokana na vikwazo vya kiuchumi. Kwa upande mwingine, kombora moja la Marekani na kifaa chake cha kuzuia hugharimu mamilioni ya dola. Inasemekana kwamba Irani ina zaidi ya ndege zisizo na rubani 450,000 na makombora ambayo wamekuwa wakitengeneza kila siku tangu miaka ya 1980. Akiba yao ya silaha ni kubwa na haiwezi kuisha. Mashambulizi kutoka ndege moja au ndege nyingine sio ya rubani unaweza kuipa Ghuba hali ngumu zaidi. Ndio anakusudia kusema hivyo. Nadhani nimeelezea katika kile ambazo Profesa anasema Profesa Jiang anakizungumza. Profesa Jiang amekuwa maarufu, na ukiingia kwenye mitandao au kuingia kwenye media kubwa amekuwa akihojiwa sana kwenye hili. Hili ndilo ambalo ni uhalisia. Mara zote huwa tunasema vita ni malengo. Mwandishi wa Fox News alivyokuwa akimuuliza Abbas Araghchi kwenye interview ya hizi siku mbili zilizopita, anamwambia, unapopinga kuwa hakuna mafanikio yaliyofanywa na Marekani, hali ya kuwa kiongozi wenu mkuu ameuawa, hali ya kuwa watu zaidi ya 1000 wameuawa, miundombinu imeathiriwa, miundombinu ya serikali imeathiriwa, vipi unasema kuwa hakuna ambacho Marekani amefanikiwa? Nilishangaa sana hilo swali kwa mwandishi wa habari ambaye amesoma, anaelewa, kwa kushindwa kutofautisha mafanikio na uhalifu. Sitegemei na kuamini kuwa mafanikio ya vita ni kuua watu wengi wasio na hatia. Watoto 171 ambao namba yao imefika wameuawa katika shambulizi la ndege za Marekani. Hayo ni mafanikio? Uhalifu wa kivita wa kuua viongozi, huo ni ugaidi. Vita iliwekewa utaratibu, na ndio maana ikawekwa katika kile kitu kinaitwa mkataba wa Geneva, ambao umetoa maelekezo ya nchi kuendesha vita. Unapoendesha vita usitoke nje ya mstari ya mkataba wa Geneva. Huwezi kupiga maeneo ya wazi, huwezi kupiga shule, huwezi kupiga masoko, huwezi kupiga viwanja vya wazi, huwezi kuwapiga watu wasio na tishio lolote, huwezi kupiga vyanzo vya maji. Jana wamepiga chanzo cha maji kule Irani akaenda akapiga Bahrain. Sawa? Sasa kipimo cha mafanikio ni yapi? Yaani vita yako, mafanikio yako ni yapi? Nadhani mafanikio ya vita ni malengo. Je, unatimiza kiasi gani malengo ya vita ambayo yamekuweka? Au malengo ya vita itakuwa ni kuua idadi ya watu wengi wasiokuwa na ulinzi, idadi ya watu wengi wasiokuwa na hatia, idadi ya watu wengi ambao kwa sababu tu ni raia wa nchi ile? Sidhani kama ni tafsiri halisi ya ushindi. Jamani, nashukuru nimelizungumza hili tena.
Nitarudi kwako tena mara nyingine kuzungumza inshallah pale story nyingine zitapokuja. Asanteni, na msisahau kile nimekizungumza. Chini nitaweka namba hapa kwa yoyote ambaye atakayeguswa na hili. Sasa tunahitaji kunyanyuka kwenda mbele na tuzungumze tukiwa wengi kupitia hii platform yetu ya Rahby Digital. Asanteni, nashukuru sana.